Naam, viongozi wa CCM wapata pigo kubwa baada ya kuzuiliwa kuingia Marekani baada ya mswada wa kufutwa kwa visa na pasipoti zao za kuingia Marekani kufikishwa ndani ya bunge la Seneti la nchi hiyo. Mtazamaji, huu utakuwa mwisho wa CCM kwa sababu visa na pasipoti zao zikifutwa watapata hasara kubwa sana. Najua unadhani hili ni jambo dogo, ila kwa matajiri wengi kama hawa viongozi huwa wengi wao wanaweka pesa zao Marekani. Kwa hiyo visa na pasipoti zao zikifutwa, huenda wengi wakapoteza mamilioni ya pesa. Like video hii alafu subscribe, kisha niambie unanisikiliza ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humu Tanzania niambie unanipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Je, viongozi wakuu wa CCM wanaweza kupoteza visa na hati zao za kusafiria za Marekani hivi karibuni? Mvutano wa kisiasa unaongezeka baada ya madai ya kushangaza kuibuka kuhusu mapendekezo ya mswada wa sheria ya Marekani ambayo inaweza kuwalenga baadhi ya viongozi wa Tanzania wa CCM kwa vikwazo vya visa na hati zao na vikwazo vinavyowezekana vya kuwazuia kuingia nchini humo. Sauti za upinzani sasa zinaonya kwamba ikiwa hatua kama hizo zitaidhinishwa, athari za kisiasa na kifedha zinaweza kuwa kubwa sana kwao, haswa kwa watu wenye nguvu wanaoaminika kuwa na maslahi ya kibiashara, mali au uhusiano wa kifedha nje ya nchi. Mjadala huu wa kuzuiliwa viongozi wa CCM kuingia Marekani, mjadala huu wa kisiasa sasa umeibuka nchini Tanzania na baadhi ya viongozi wameanza kuzungumza. Mojawapo ni mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya ambaye amezungumza hadharani kuhusu mapendekezo ya mswada huo wa sheria nchini Marekani unaoripotiwa kuathiri visa na hati za kusafiria kwa baadhi ya viongozi na viongozi wa usalama nchini Tanzania. Akizungumza bungeni, Bulaya alieleza kuwa suala hilo halipaswi kuchukuliwa kirahisi kwa sababu iwapo pendekezo hilo litapitishwa katika kamati ya mambo ya nje ya Marekani, hatimaye inaweza kuhamia bunge la Seneti la Marekani na baadaye kuwa sheria rasmi na kuzuiliwa kwa viongozi wengi wa Tanzania kuingia nchini humo. Maneno yake Esther Bulaya yamevutia umakini wa kitaifa mara moja. Kwa mujibu wa Bulaya, hatua zinazopendekezwa zinaweza kuwa na madhara makubwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya Tanzania na Marekani iwapo hayatashughulikiwa kwa haraka. Na ghafla, majadiliano kuhusu diplomasia ya kimataifa, haki za binadamu na uwajibikaji wa kisiasa yakawa makali zaidi. Mtazamaji, hii ni kwa sababu ikiwa viongozi wenye nguvu watapoteza ufikiaji wa Marekani ama kuzuiliwa kuingia nchini humo, watu wengi wanaamini madhara yanaweza kwenda mbali zaidi ya siasa tu. Katika mchango wake, Esther Bulaya bungeni alisisitiza kuwa Tanzania na Marekani zimedumisha uhusiano wa kihistoria wa kidiplomasia kwa miaka mingi. Alibainisha kuwa Marekani ni kawaida miongoni mwa nchi za mwisho kuharibu kabisa uhusiano wa kidiplomasia na taifa jingine. Hata hivyo, alionya kuwa hatua zinazopendekezwa zinazojadiliwa zinaweza kuleta tafsiri mbaya na uwezekano wa kudhoofisha ushirikiano kati ya Tanzania na nchi hiyo. Bulaya alieleza kuwa baadhi ya ripoti zinazohusu pendekezo hilo zinataja uwezekano wa kufutwa kwa visa na hati za kusafiria ambazo zinawalenga baadhi ya viongozi wa serikali ya CCM pamoja na wanachama wa taasisi za ulinzi na usalama za Tanzania. Madai hayo yalizua hisia kali mara moja mtandaoni na nje ya mtandao wa kijamii Tanzania. Kwa mujibu wa Bulaya, moja ya kero kubwa ni kwamba baadhi ya watu wanaodaiwa kujadiliwa katika pendekezo hilo huenda hawakupewa nafasi rasmi ya kujitetea au kuzungumza kwa taratibu za kidiplomasia. Alidai kuwa kufanya maamuzi kama haya bila kusikiliza kikamilifu upande wa Tanzania kunaweza kuonekana kuwa sio haki na itaonekana kuegemea upande mmoja. Esther Bulaya amesisitiza kuwa Tanzania pia inaheshimu mifumo ya ndani ya nchi nyingine na haiingilii namna taasisi za ulinzi za nje zinavyofanya kazi. Kwa sababu hiyo, alisema kuwa washirika wa kimataifa wanapaswa pia kuheshimu uhuru wa mambo ya ndani ya Tanzania. Hata hivyo, maoni yake sasa yamezua mjadala mkubwa wa umma kote nchini, na sasa Watanzania wengi wanauliza swali moja gumu. Je, mvutano huu wa kidiplomasia unaweza kuharibu sifa ya kimataifa ya Tanzania? Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema swala hilo linaweza kuwa nyeti sana iwapo pande zote mbili zitashindwa kushughulikia swala hilo kwa makini kupitia mijadala ya kidiplomasia.
Wataalamu wengine wanaamini vikwazo au vizuizi vya visa na hati za kusafiria kuingia Marekani dhidi ya viongozi wa kisiasa au usalama nchini Tanzania vinaweza kuleta shinikizo sio tu la kisiasa, lakini pia kiuchumi na kijamii. Wengine wanahoji kuwa hatua kama hizo za kimataifa mara nyingi hutuma ujumbe mkali wa kisiasa kuhusu utawala, demokrasia au masuala ya haki za binadamu. Wakati huo huo, wachambuzi wanaonya kuwa kuongezeka kwa mivutano kati ya mataifa rafiki wakati mwingine kunaweza kuathiri miradi ya biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kimataifa. Na ndiyo maana mdahalo huu sasa unapata mvuto mkubwa ndani ya Tanzania. Wakati huo huo, majibu kutoka kwa raia wa kawaida yamebakia kugawanyika pakubwa. Baadhi ya Watanzania wanaamini suala hilo linatiwa chumvi mapema sana kwa sababu pendekezo hilo bado halijawa sheria. Wengine wanahoji kuwa hata mjadala wa uwezekano wa vizuizi vya visa na hati za kusafiria kuingia Marekani dhidi ya viongozi wa kitaifa Tanzania tayari ni mzito vya kutosha kuibua wasiwasi. Wachambuzi kadhaa wa kisiasa pia wameeleza kuwa watu wengi matajiri mara nyingi hudumisha uhusiano wa kimataifa wa kifedha, shughuli za biashara au uwekezaji nje ya nchi. Kwa sababu hii, baadhi ya waangalizi wanaamini kuwa vikwazo vya usafiri wa kimataifa vinaweza kuleta madhara makubwa ya kibinafsi na kiuchumi kwa watu walioathirika. Na hii ndiyo sababu wananchi wengi hawaoni tena hadithi hii kama mjadala mwingine wa sera ya mambo ya nje. Wakati mijadala ikiendelea, mtazamaji, wafuasi wengi wa serikali wanasisitiza Tanzania inapaswa kubaki imara na kulinda heshima ya taifa lake bila kujali shinikizo kutoka nje. Wengine wanaamini diplomasia na mazungumzo yanapaswa kupewa kipaumbele ili kuepusha ongezeko lisilo la lazima kati ya mataifa hayo mawili. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema wiki zijazo huenda zikawa muhimu sana katika kubainisha iwapo suala hilo linakuwa kubwa au litaisha polepole kupitia ushirikiano wa kidiplomasia. Kwa sasa hakuna uamuzi wa mwisho ambao umetangazwa rasmi kuhusu hatua zilizopendekezwa, lakini mazungumzo ya kisiasa yanaendelea kukua kwa kasi. Baadhi ya wataalamu katika uhusiano wa kimataifa wanasema vikwazo vya visa mara nyingi hutumika duniani kote kama zana za kushinikiza serikali au watu binafsi wanaoshutumiwa kuhujumu kanuni za kidemokrasia au haki za binadamu. Hata hivyo, pia wanaonya kwamba hatua hizo wakati mwingine zinaweza kuzidisha migawanyiko ya kisiasa badala ya kutatua mizozo ya kimsingi. Upande mwingine, wengine wanaamini kwamba ushirikiano na mawasiliano kati ya serikali kawaida hutoa matokeo bora ya muda mrefu kuliko makabiliano ya umma. Ndiyo maana waangalizi wengi sasa wanatoa wito wa kuwepo kwa mazungumzo tulivu ya kidiplomasia badala ya mitikio ya kisiasa ya kihisia. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti au taarifa hizi. Nijuze maoni yako upande wa comment kuhusiana na suala hili nyeti la viongozi wa Tanzania kuzuiliwa kuingia Marekani. Vilevile mtazamaji, like video hii, subscribe, kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.